Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tunayo tena furaha kuu ya kuungana nanyi katika muda huu wa somo letu. Naomba basi uwe chonjo, uwe makini, ili neno la Mungu liweze kuwa faida kwangu na kwako, hata na kwa wale ambao pia watanufaika kupata muda wa kufuata somo hili ambalo linatuambia ni hatari ya kuwa katika njia panda. Kabla ya kuendelea na somo, kabla ya kuendelea na neno la Mungu ambalo ni safi tena takatifu, msikilizaji wetu, naomba basi tunyenyekee pamoja, tupate ombi ili Mungu atupe Roho Mtakatifu wa kutuongoza. Baba yetu na Mungu wetu, tunatoa asante na shukrani mbele ya uso wako. Neno lako ndo tunaletea mtazamaji na msikilizaji kwa muda huu. Tunaomba basi uwe nasi. Roho huyo mwongozi, mwalimu, mweleweshaji na mwelimishaji aweze Baba kuwa sehemu ya kila mmoja wetu. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Bila shaka ni ule muda mzuri sana wa kujifunza neno la Mungu, kama vile maandiko matakatifu ndo kiongozi, kama vile maandiko matakatifu ndo mwalimu, kama vile maandiko matakatifu ukitaka kusoma na kuelewa na kuepukana na njia potovu katika ulimwengu huu wa kiroho, lazima usome neno la Mungu. Neno la Mungu lazima uwe na kiu ya kujifunza na kuyasikia maandiko matakatifu. La sivyo, kama Biblia haiwe muongozi, haichukue fursa, haipate nafasi katika maisha yako, ndugu msafiri unayesafiri safari ya kiroho katika ulimwengu huu wa leo, hauwezi kufika nafasi, hauwezi kuweza kuepukana na tenzi au mitego ya shetani ambayo imejazana katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu huu wa siku za mwisho. Ni nakuletea neno ambalo litapatikana katika kitabu ni cha Yakobo, sura yake ni 4, mstari wake wa 8. Neno la Mungu linatuambia maneno yafuatayo katika somo letu ambalo linasema hatari ya kuwa katika njia panda, katika makutano ya njia. Yani hatari ya kuwa na nia mbili, shida ya kuwa na Ukristo unaochangana na upagani, shida ya kuwa au hatari ya kuwa katika mambo ya Mungu sehemu moja, na katika mambo ya wanadamu, ya upagani, matendo mabaya sehemu nyingine. Unakuwa Mkristo nusu. Hiyo ndiyo mada ambao napenda tuiongee, tuizungumuze kwa muda huu. Pamoja na hayo basi ni Yakobo 4:8, neno la Mungu linasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mioyo yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Neno la Mungu ni wazi ya kwamba lazima watu wafanye hatua, wamkaribie Mungu. Wale ambao ni wenye dhambi, unajua ya kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi. Mwanadamu ni mwenye dhambi sababu ameumbika. Baada ya kuumbika na Mungu, kuumbwa na Mungu, shetani akamshawishi kupitia Adamu na Hawa, kupitia wazazi wetu wa kwanza, mwanadamu akashawishika. Baada ya kushawishika, basi wale wote waliofuata nyuma, wale wote waliozaliwa baadaye, wale wote ambao ni kizazi cha Adamu, mwanadamu, wakawa ni wenye dhambi. So Yakobo anatuambia wenye dhambi wamkaribie Mungu. Wenye dhambi wanawe wazisafishe, wamtafute Mungu. Wenye dhambi sasa wanapotajwa, usiku nafikiri wewe si mwenye dhambi, mwanadamu ni mwenye dhambi. Unaalikwa kufanya nini? Na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Kuna hatari ya pili ambayo watu huwa wakonsidere, hawajali sana, hawaipatii nafasi, ni kuwa na nia mbili. Na hilo ndilo somo letu, sababu shetani anawadanganya watu wengi, wanakuwa na nia mbili na wanadhani ya kwamba watapata uzima wa milele baada ya kuwa na nia mbili. Lakini hapana, Mungu hakubali moyo uliogawanyika. Mungu hakubali, msikilizaji, Mungu hakubali moyo uliogawanyika.
kwa mida hii, kwa muda huu ambao unapata fursa ya kusikiza neno la Mungu katika somo hili ambalo Roho Mtakatifu anapenda tulisome, tulione, chukua ndani faida yako. Tafuta ndani faida yako. Faida yako imo bila hata na shaka. Faida yako katika neno hili. Naona linasema mkaribieni Mungu. Kuna wale ambao huwa hawataki kumkaribia hata Mungu. Kuna wale ukimwambia njoo tuende nyumba ya Mungu, njoo tuende kuabudu, njoo tuende kusali, njoo tuende, anakuambia hai, hapana, mimi sina muda, sina wakati, I haven't time to lose. Anakuambia muda wa kupoteza sina. Lakini sio ku lose, hapana, sio kutupoteza muda, hapana, bali kupoteza muda ni kuishi maisha ambao haina Ukristo. Hamuna ndani kuokoka, Mungu hana ndani nafasi. Unaona ndo shida. So Yakobo anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Kumbe katika neno hili watu wengi wameenda mbali na Mungu. Katika neno hili watu wengi wamemkimbia Mungu, lakini wanapoenda kutafuta pesa, Mungu tupe pesa. Wanapoenda shule, Mungu tushindanie kwa mitihani. Wanapofanya kazi kwa taasisi fulani, Mungu fanikisha kazi yangu iendelee mbele. Mungu fanikisha miradi yangu. Lakini yeye ameshamkimbia Mungu. So neno linasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Kuna watu hawataki kumkaribia Mungu. Hata wengine hawataki kutembea na Biblia. Hata wengine wanasema ni jambo la aibu mtu akionekana akisoma Biblia, eti marafiki zako watakucheka. Haya, Roho Mtakatifu naye huwa anacheka malaika, wanasema ni nini? Ni nini mbona hao watu hawataki hata kukaribia neno la Mungu? Unajua tunaumbika kwa neno la Mungu. Tunafanywa wapya kwa neno la Mungu. Tunajengwa upya kwa neno la Mungu. Lakini watu hawataki kukaribia Mungu. Watu wanataka kukaribia mambo haya. Ni pesa, ni cheo, na zile sifa za kiulimwengu, na mengineyo. Wengine wanataka wakaribie ndo wasome mpaka huko juu. Lakini kukaribia neno la Mungu, liwafunze njia ya wokovu, hali ya kuokoka, hali ya kuwa mtu anayestahili katika kizazi cha mwisho hiki, watu hawataki. Kwa muda huu nataka nikuambie ya kwamba karibia Mungu katika kazi yako. Je, katika miradi yako uko karibu na Mungu? Mkaribie Mungu katika safari yako, naye atakukaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkaribie Mungu hata ukienda shule, mkaribie Mungu hata ukienda safari, mkaribie Mungu hata ukienda biashara, mkaribie Mungu kwa hali yoyote ile. Mungu naye atakuwa karibu yako. Hebu nikwambie, na Mungu kama yuko karibu yako, shetani atakuweza? Hapana, hana nafasi kwako. Lakini ukiwa mbali na Mungu, wewe ni shamba la shetani. Lakini ukiwa mbali na Mungu, wewe ni biashara ya shetani. Ukiwa mbali na Mungu, wewe ni mali ya ibilisi. Ukiwa mbali na Mungu, wewe ni pato la shetani, msiba. Hiyo ndiyo shida. Ndio maana unapewa himizo kwa muda huu, mkaribie Mungu. Baba, jifunze kumkaribia Mungu. Mama, jifunze kumkaribia Mungu. Dad, jifunze kumkaribia Mungu. Pendwa mtazamaji, pendwa msikilizaji, kwa muda usiokuwa hata mwingi, soma hili andiko kwa utulivu, ukinyenyekea katika hali ya maombi. Mungu akupe Roho Mtakatifu akufunze kumkaribia. Wanasema mkaribieni Mungu naye atakukaribia. Itakaseni mioyo yenu. Unajua kuna mioyo ndani, kuna watu ambao mioyo yao haitakaswe. Na dalili za moyo usiotakaswa, haupendi maombi, haupendi mambo ya Ukristo. Huyo mtu hapendi mambo ya kanisa. Huyo mtu mambo ya Mungu hayana nafasi katika shughuli zake. Mida yake hana nafasi. Ni kwa simu hamuna Biblia, ana smartphone lakini hamuna Biblia. Na wenye wana Biblia ndani hawana time, hawana muda ya kuisoma. So hawataki wasafishe mioyo yao kupitia maandiko matakatifu, kupitia kulisoma neno la Mungu. Soma Biblia na roho ya unabii, utasaidika sana. Bwana Yesu akusaidie sana. Chini wanasema nini? Na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili.
unamaliza miaka 5, wengine miaka 2, wengine mwaka mmoja, kwa mida yoyote ile ambayo unafanya katika Ukristo au katika safari ya kiroho. Lakini ukiwa na nia mbili, umeshahomba. Ninakualika nikikwambia ya kwamba umeshaenda hasara. Why? Kwa sababu gani? Mungu hataki mtu wa nia mbili. Sababu mtu akiwa na nia mbili, unakuwa kihombo kwa Mungu, unaenda hasara mambo ya kiroho. Yaani Mungu anataka tumtolee huo moyo wetu kabisa, na aweze kuuongoza, na aweze kuutawala. Huyu ni mtu wa nia mbili. Nikupe dalili 2 tosha. Ya kwanza, huyu ni mtu ambaye ndiyo anasema ya kwamba ni Mkristo, hata amebatizwa, lakini matendo yake yako mbali na yale anayosema. Anakuwa na nia ngapi? 2. Anapatikana na nia ngapi? 2. Amebatizwa, ndiyo, lakini matendo yake yako mbali sana na yale ambayo anayasema. Ndiyo maana wakati huu, kwa muda huu, na kualika sana mtazamaji na msikilizaji, usipatikane na mambo haya. Mtu wa nia mbili ni yule anayesema nimeokoka, mimi ni Mkristo, naabudia kanisa fulani, sehemu fulani, anapana hata na anwani za kule anakosalia, lakini matendo yake yako mbali na vile anavyosema. Dalili ya pili, anaweza kuishi kanisani kama vile Yuda msaliti, ndiyo, alivyoishi pamoja na Yesu. Lakini Yuda huyu, kama vile huyo Mkristo wa nia mbili ambaye hatakaswi moyo, ndiyo, lakini shida ya kupenda pesa haramu zilimfanya Yuda amsaliti Mwokozi wake. Na yule mtu ambaye ana nia mbili, naye huwa mara kwa mara anasaliti ukweli. Anasaliti ukweli. Sababu ni gani? Ni kuwa na nia mbili. Ameokoka nusu. Huyu Yuda alipenda sifa. Huyu Yuda alipenda cheo. Huyu Yuda alipenda nafasi ya mbele. Huyu Yuda alipenda pesa haramu. Kuna Wakristo hata umwambie auze sigara kuuza sigara, kuuzisha sigara Waswahili wengine. Auze sigara hapa ili mradi tu apate pesa na basi. Lakini hebu nikwambie mtazamaji na msikilizaji, pesa haramu. Wewe ni muimbaji kanisani, wewe ni unaabudu kanisani, wewe ni mshauri kanisani. Problem, unapenda pesa sana. Wengine wanavaa nusu uchi wapate hizo sifa tu, lakini bora tu wapate pesa. Wengine anaenda kufanya zinaa apate pesa haramu. Wengine pesa haramu ni kwa njia nyingi. Wanauza pombe, kununua, kuuzisha pombe. Hizo zote ni dalili za pesa haramu. Ndio maana kwa muda huu nakwambia, ni jambo mbaya kuwa na nia mbili. Ukiwa na nia mbili, wewe unakuja shida. Ndiyo. Dalili ya tatu, tukiwa bado hapa, ningependa nisome hata habari za huyu mtu anayeitwa Yuda. Ukitakisoma kitabu ni cha Yohana 18, ndiyo. Yohana 18 mstari wa 1, utaenda mpaka wa 5. Alipokwisha kusema hayo, huyo Yuda, Yesu akatoka pamoja. Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ng'ambo ya kijito cha Kedroni, palipokuwapo bustani, akaingia yeye na wanafunzi wake. Yesu wanatuelezea kisa kimoja hapa. Ni katika Yohana 18 mstari wa 1, mstari wake wa 2 tunasoma, naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti alipajua mahali pale. Yesu kwenye alikuwa anaenda kuombea, alipajua mahali pale kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Mstari wa 3,
Neno linatuambia nini? Basi Yuda akiisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, akaenda huko na taa na mienge na silaha. Mstari wa 4. Basi Yesu hali akijua yote yatakayompata akatokea akawaambia, ni nani mnayemtafuta? Yesu alikuwa anajua kila kitu. 5 mstari wa 5 au fungu la 5. Wao wakamjibu, ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Hizi ni habari za Yuda aliyemsaliti Yesu, ambaye analinganisha Mkristo anayekuwa kanisani akiwa na nia mbili, akiwa na matarajio mengine, anaabudu lakini katika hali ya kupenda pesa, katika hali ya nia mbili, katika hali ya kutovalorize, kutoyasamini maandiko matakatifu, kutolisamini kanisa lake, kutolisamini neno la Mungu. Ni hivi basi, naomba tusonge mbele mtazamaji na msikilizaji, kwa muda huu ambao tumeupata wa kuweza kuliongea neno la Mungu kuhusu shida ya kuwa na nia mbili, kugawanika moyo uliogawanyika. Moyo uliogawanyika ni makao ya shetani, kwa sababu Mungu hawezi kamwe, haiwezekani Mungu aweze kuwekelewa mambo mengine. Haiwezekani. Mungu hawezi awekelewi mambo mengine eti itaendelea vizuri. Hapana. Ndio maana ni shida. Hiyo ilikuwa dalili ya kwanza, ilikuwa ni mtu anayesema ya kwamba ameokoka, ni Mkristo, lakini matendo yake yanatofautiana na vile anavyosema. Hizo ni dalili za kuwa na nia mbili na moyo uliogawanyika. Dalili ya pili, unaweza kuishi kanisani, na Yuda aliishi pamoja na Yesu, lakini Yuda hakupenda wokovu wa Yesu uingie ndani ya moyo wake. Ni hatari sana. Dalili ya tatu ya huyu mtu ambaye anakuwa na moyo uliogawanyika, ambaye yuko njia panda, ni gani? Ni kama Anania na Safira. Anania huyu, hawa nao walisema ya kwamba ni wacha Mungu, wanamtii Mungu, lakini walikuwa hawakuogopa kusema uongo. Hebu nirudi na neno hili vizuri. Sehemu ya tatu ya moyo uliogawanyika, ya nia mbili, sehemu ya tatu ambayo inadhihirisha mtu ambaye yuko katika njia panda. Tunaleta kielelezo cha Anania na Safira. Hawa nao waliishi katika kanisa la mitume. Hawa nao walikula pamoja na mitume. Hawa nao waliparticipe kumahubiri pamoja na mitume. Hawa nao walikuwa ni wameokoka, lakini hawakuogopa kusema uongo. Lakini walimpatia shetani nafasi akawashawishi. Anania na nani? Na Safira mkewe. Hawa wanalinganisha pia wale wa Kristo tu, wale watu tu, ni wewe baba, ni wewe mama, ni wewe msichana, na wewe kijana ambao mko kanisani, mnasema mumeokoka, mnasema nyinyi ni wa Kristo, lakini hebu niwaulize, kwa kweli huwa hausemi uongo? Mama, baba, binti, kijana, huwa hausemi uongo? Huwa unaogopa kudanganya watu kusema ukweli? Hatari ya kuwa njia panda. Hawaogopi kusema Mungu, hawaogopi kutaja neno la Mungu, hawaogopi kumuita Mungu. Wengine hata hawawezi kuwatangulia katika kwaya, katika nyimbo, lakini mioyo yao inakuwa imegawanyika. Wanampatia Mungu nafasi na shetani wanamupa nafasi. Wanampatia Mungu cheo na shetani wanampatia cheo zaidi. Zile nia mbili. Yesu hawezi kutumika pamoja na Mkristo kama na huyu. Haiwezekani. Imani ambayo inayumba, inacheza, unaonekana ni kama unawayawaya kanisani. Mkristo nusu,
mpagani no, mpagani nusu. Haiwezekani. Ndio maana tumekuandalia somo ambalo linasema ni hatari ya kuwa na nia mbili, unakuwa njia panda. Usikuwe njia panda. Yesu hawezi kutumika pamoja na mtu ambaye yuko njia panda. No. Hapana, hapana, hapana kabisa. Chini anasema nini? Hawa watu wanasema ni wacha Mungu, kama vile Anania na Safira. Wanaenda mikutanoni, na Anania na Safira walienda huko. Wanaeseminishwa na kupewa maelekezo, na Anania na Safira walipewa maelekezo, lakini hila za moyoni, wanaweka uadui ndani ya mioyo. Hawaeleweki na majirani zao, hawafahamiki wanavyofanya. Hawa ni watu ambao hawaogopi hata kushuhudia uongo na kubuni uongo, kutunga uongo. Analeta furushi ya uongo, anaweka hapo. Hapana. Hata na kanisani anapoulizwa mbona umechelewa, analeta mambo na wekelea. Hapana. Hata hawa watu na nje ya kanisa, mitaani munakoishi, ni waongo. Namna wanavyofahamika kanisani na vile wanavyofahamika katika majumba ya kwao. Yaani kanisani wana sura, wana muonekano wa kanisani, na nyumbani wana muonekano mwingine. Problem. Hatari. Ndio maana mpendwa, na kualika katika Ukristo wako, katika uchaji Mungu wako, kwa kweli unaona safari yako naifikisha wapi? Hali hiyo itatuma unapata uzima wa milele. Hali hiyo itatuma Yesu anakukubali kama mtu wake. Mionekano hiyo itatuma kweli na wewe utahesabika miongoni mwa watakatifu wa Mungu. Jameni, naomba ujiulize, ujihoji vizuri. Neno linatuambia ya kwamba hatua hii ya tatu, wewe unayetusikiliza majira haya, usiwe mtu wa nia mbili. Usiwe mtu un cœur divisé, nia inayogawanika, moyo unaokuwa na mawaidha mengine. Hapana. Ninaendelea kusoma kisa hiki cha Anania na Safira. Walikuwa na nia mbili na mwishowe wakafa kifo kibaya. Naenda kitabu cha Matendo ya Mitume, tusome polepole tu. Matendo ya Mitume sura yake ya 5, tuanze mstari ni wa kwanza. Neno la Mungu linatuambia, lakini mtu mmoja, ni kile kisa cha Anania na Safira. Wanasema hivi, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe waliuza mali. Ndiyo. Na mkewe huyu aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake mkewe, naye alijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Aya ya pili inasema nini? Aya ya 3 inasema hivi. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani ameujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa asiri sehemu ya thamani ya kiwanja? Mstari wa 4. Kilipokuwa kwako. Tusome vizuri. Tuanze mstari wa 4. Kilipokuwa kwako, hakikuwa mali yako? Ni swali. Chini. Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa au kuuzishwa kwa wengine, thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Chini. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu, asema Bwana. Haujamwambia uongo mwanadamu, bali ulimdanganya nani? Mungu. Ni habari za maneno ya Wakristo kanisani ambao wanazani ya kwamba wanaongea na yanaishia hapo, lakini kumbe yanayoongelewa kanisani, kama vile yanayoongelewa tukiwa nyumbani, kama vile watu wanaongea wakiwa njiani, popote pale, hata na katika biashara, unapofanya kazi yako ya biashara, kumbuka ya kwamba
hudanganyi wanadamu unao exchange nao maneno tu, unaobadilishana nao maneno. Hapana, bali unamdanganya nani? Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Si ndio shida? Ndio shida iliyoko. Anania, sikia mstari wa 5 au fungu la 5. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Mwisho. Hofu nyingi kawapata watu wote ambao waliyasikia haya. Petro anamuuliza Anania. Petro anasimamia watumishi wa Mungu. Petro anasimamia watumishi wa Mungu. Ndiyo. Hapa katika habari hii. Anania anasimamia washiriki. Hapa katika habari hii. Anania ni wewe au mimi? Ni wewe au yeye? Ni yule mtu yeyote ambaye ni mwabudu Mungu. Anania alienda ndani ya mkutano. Shida ya kuwa na nia mbili, shida ya kuwa njia panda, shida ya kuwa katikati. Unakubali haya, utu wa kale au matendo ya mwili nayo yanaleta haya. Hiyo ndiyo problem. Anania alikuwa na mioyo na nia mbili, alikuwa anasimama njia panda au katikati katika mambo ya kiroho. Alipoenda kanisani, mahubiri yakapita vizuri, Anania akasaidika. Sema Mungu wangu. Kweli, Roho Mtakatifu akampapasa. Anania akasema hapa, pamoja na mkewe Safira. Nao wakatoa naziri pamoja na wengine. Wakasema shamba tunaliuza, tunapeleka madhabahuni, tunapeleka kanisani, tunamtolea Mungu ili mioyo iweze kuokoka na kubadilika. Petro anasimamia watumishi wa Mungu. Basi ni kama vile unatembea na mbele ya mtumishi wa Mungu, unachonga naziri yako unaweka pale. Unaahidi naziri yako unaweka pale. Unasema maneno yako unaleta pale. Watumishi wa Mungu wanasikia. Kumbe unafikiri unamwambia mtumishi mwenzako, unamwambia mwanadamu mwenzako, unaongea na binadamu mwenzako, kumbe unanena mbele za mbingu. Unanena mbele za Mungu. Unanena mbele za malaika wa Mungu. Malaika wanakuona. Roho Mtakatifu anaandika kile ambacho kinaneno. Ndio maana mtazamaji, ndio maana msikilizaji, nilitaka tu leo tuongee kuhusu shida ya kuwa katikati. Shida ya kuwa katika njia mbili. Itakufikisha wapi mpendwa msikilizaji? Ni Jehenamu. Ni Jehenamu. Unajua kuna mengi sana ya kunenwa, ya kuchambua. Watu ndiyo, lazima tujifunze kiasi, unabii, matengenezo, kuhesabiwa haki kwa imani. Lakini ni watu gani wanaofundishwa? Mbona Wakristo wengi hawapapasiki? Mbona watu wengi nia zao zimesha kuwa baridi, ni barafu? Yaani kusoma Biblia haiwatishe tena leo. Mahubiri kanisani wanasema amen, amen, lakini amen, amina ambayo haimtoshe kwa hatua ya chini, imwete kwa hatua nyingine, impandishe katika mambo ya kiroho. Anania sanadanganya Petro. Sanazani ni Petro mtumishi mwenye anadanganya. Anania si anazani ya kwamba kando ya Petro hakuna kitu kingine. Kumbe Roho wa Bwana yuko hapo. Anatembea na wewe. Unapoongea nasikia. Ndiye anakushauri. Anapitia ndani ya dhamiri zako. Anakuambia haya unayoyatenda hayastahili. Yeye anakuambia lakini huyu mtu unamwambia vibaya, unjikosoa. Roho Mtakatifu anatembea na wewe. Kama vile alivyokuwa pamoja na Anania na Safira. Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana anatembea na wewe, anakuambia lakini hapa unafanya kiburi, lakini hapa unaonesha mashivuno, lakini hapa hapastahili. Pakosowe, usimame hivi. Huyu mtu ngimtendea vema, ule mtu ngimsaidia. Roho wa Bwana anatembea na wewe kama vile alivyokuwa pamoja na Anania na Safira. Walipokuwa ndani ya mkutano akawagusa mioyo. Kwa nini? Jameni, naomba na wewe uendelee kusikia, uendelee kulisikia neno la Mungu, sababu watu wengi leo wako katika njia panda, wako katikati. Kwa sababu gani? Mungu mioyo yao ina nia mbili. Haina nafasi ya kumpa Mungu vizuri ili Mungu aweze kuwatawala, kuwaongoza, kuwainua kwa kweli.
Hata niliposoma vitabu vya unabii, wanatuambia ya kwamba leo watu wengi kanisani wameshakuwa viambaza. Wameshakuwa hindrances, wamekuwa vizuizi, ni maobstacle kwa watu wengine. Sababu gani? Ni Wakristo ambao hawaokoke. Wanaokoka nusu. Samahani sana, wanaokoka nusu. Lakini kusema wawe nuru, wawe mwangaza, wawe vielelezo, inakaa mbali nao. Anania alijua anadanganya Petro. Hakujua ya kwamba anadanganya, ananena uongo mbele za Mungu. Kumbe unavyosema, unavyotaja, unayo ya tarajia, yote yako mbele za Mungu, mbele za mbingu, mbele za mbingu. Mbingu zinayatizama. Ndio maana nakualika mpendwa, ujue ya kwamba kumbe unaponena uongo, unanena uongo mbele za mbingu. Naomba tusonge mbele, tuendelee tu kuchokonoa, kuchanganua, kuangalia namna nia mbili inamchukiza nani? Mungu. Nia mbili inamchukiza Mungu kabisa. Kitabu tutakachokisoma ni Wafilipi 3:17. Kitabu cha Wafilipi sura zake ni 3, halafu mlango utakuwa ni wa 17. Wafilipi sura zake ni 3, aya yake ya 17. Neno la Mungu linatuambieje? Kumbuka mtazamaji, kama ni somo ambalo linasema kuhusu hatari ya kuwa katika njia panda. Hatari ya kuwa njia panda, yaani kuwa katikati ni problem, kuwa katikati ni shida, kuwa katikati ni hatari. Ndio maana tumekuandalia somo kama na hili, nikiwa bado kama vile moyo ulioshikwa na baridi. Unahitaji neno la Mungu, ili neno la Mungu liweze kuletea joto tena, liweze kuamsha, liweze kuinua, liweze kufanya uwe na nafasi nzuri ya kumcha Mungu. Wafilipi 3:17, tusome katika jina la Yesu Kristo. Wanasema hivi: ndugu zangu, munifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kuufuata mfano tuliowapa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anawaalika Wafilipi, ama anakualika Mkristo, umfuate yeye lakini sio kufuata Paulo, bali ni kwenye Paulo alitenda mema, na wewe utatenda mema. Bali anatuhamasisha na kutuhimiza ili tumfuate kwenye alitenda vyema. Anasema, ndugu zangu, munifuate mimi, mkawatazame waendao kwa kuufuata mfano tuliowapa ninyi. 18 au 18. Maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni maadui za msalaba wa Kristo. Wengi ni maadui wa msalaba, za msalaba wa Kristo. 19 maneno ya mwanzo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao uko katika fedheha ya mambo ya duniani. Mungu atusaidie sana. Kuwa na nia mbili, unakuwa na moyo uliogawanyika, unakuwa na cœur divisé. Ndugu zangu, mnao tusikiliza, moyo unaogawanyika ni shida. Kwa sababu gani? Unamuleta mtu ambaye anaimba Ukristo, ambaye anasema anaenda mbinguni, ambaye anasema ameokoka, hata ambaye anafunga wakati mwingine anafunga, anafanya maombi ya mafungo. Lakini kama moyo wake una nia mbili, anageuka adui wa Kristo anayemtaja usiku na mchana. Anayesema kama anamwamini, anampenda, anamkubali, anamuomba, anamchagua, anamtumikia. Kumbe ukiwa na moyo ambao tu shetani anapata kanafasi ndani, wewe unakuwa adui wa Kristo. Unakuwa adui wa msalaba wa Kristo. Na ukiwa adui wa msalaba wa Kristo, unakuwa mfuasi wa shetani. Unakuwa mfuasi wa shetani. Bila shaka, ukiwa adui wa Kristo, unakuwa mfuasi wa shetani. Malaika wa Mungu kuliko kukulinda, pepo wabaya ndo unaandamana nao. Sababu ni gani? Ndugu zangu,
mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi, maana wengi huenenda ambao nimewaambieni ya kwamba wao ni maadui za msalaba wa Kristo. Ni problem kuwa adui wa msalaba wa nani? Wa Kristo. Huyu mtu hawezi kuwa na nguvu ya kuweza kumtumikia Mungu ili hali Roho wa Bwana iko contraire, iko kinyume na matendo ambayo anayatenda. Hawezi kusema, hawezi kumpendeza Mungu ili hali Roho wa Bwana yuko mbali na yale unayoyatenda. Kitabu ni cha Mathayo 15, ukianza mstari wa 6, wale wa Kristo wanasema ndiyo, mioyo yao iko mbali na matendo wanayoyafanya. Anza mstari wa 6 ufike hata na 9. Mungu anasema wale wananiabudu bure. Kuabudu Mungu bure. Kuabudu mafungo unayoyafanya. Wengine wanafunga mara 2 kwa wiki au kwa juma. Wengine wanafunga mara 3 kwa wiki. Wengine hata wanashinyima, wanashisumbua, wanaamka mapema wakienda huko kando ya mji. Wanaenda milimani kwenye vichaka kabisa, wanashinda huko. Ukiwauliza wanakwambia tumeenda kwa mafungo, tuko mafungoni. Tumeenda kufunga ili tumuombe Mungu, lakini matendo yao ni kinyume na wanaoyasema. Wanachoka bure, wanamwabudu Mungu bure. Katika bure. Jamani, unaona hiyo hasara ni nyingi sana. Ni nyingi kiasi gani hiyo hasara? Kuabudu Mungu bure, in vain. Bure, kuabudu Mungu bure. Kwa nini wananiabudu bure? Sababu matendo yao ni kinyume na wanayoyasema. Hiyo tu nimetaka somo la leo, mtazamaji wangu, tushikite hapo kabisa. Nia mbili. Unajua pastor hata kusaidia ajue ya kwamba una nia mbili. Hajui. Padri hajue. Bishop hajue. Shehe wako hajue. Waimbaji wenu hawajue. Mumeo hajue. Mkeo hajue. Watoto wako hawajue. Wazazi hawajue. Wewe peke yako ndo unajua kama una nia mbili. Uko katikati. Uko njia panda. Why? Kwa njia gani utajua kama uko njia panda? Nimesha kuelezea katika nafasi iliyopita. Ni namna gani utajua kama uko njia panda? Ni wakati Roho Mtakatifu anakuambia hili jambo ni mbaya, usilifanye. Dhamiri zinakwambia hili jambo si nzuri, usilifanye. Unakatalia, unafanya yale matendo ambayo dhamiri zimekwambia, lakini huyu mtu umemwambia vibaya, umemjeuri, umemtendea hizo dhamiri zako ni ushauri wa Roho Mtakatifu. Ni ushauri wa Roho Mtakatifu. Ni mgeni mzuri, ni mgeni maalum, lakini unatenda kinyume. Si unajua na wewe ya kwamba hiyo hali ya kuwa katikati, unaweza imba, unatoa shukrani, unasema umeokoka, unatoa ushuhuda kanisani, unapokuwa chorister au kiongozi wa nyimbo wa kwaya, unapofungua wimbo watu wanasikia, unajua kufundisha notes kanisani, kuimba vizuri, unajua kupana mawazo, mashauri. Nia mbili, hakuna mtu ambaye anaweza kukuchunguzia ila wewe mwenyewe tu. Ili ushinde vita hiyo, ninaleta dawa. Na dawa si nyingine, ni maandiko matakatifu jameni. Ndio. Ili uweze kushinda hali hiyo, tuende haraka katika kitabu cha Nahumu 2. Tuangalie kitabu cha mtumishi wa Mungu Nahumu. Ndiyo, aya yake ni ya 2. Hebu nikwambie mstari. Kwa Biblia zingine ni aya ya 2, lakini Biblia hii ya King James Version naona ni aya ya 1. Wanasema hivi. Muangamizaji wa muovu anasema, yeye asetaye vipande amepanda mbele ya uso wako. Shetani anavunja vipande. Anakufanya uishi miaka mingi uko kanisani, lakini kubadilika hakumo. Uko kanisani unaimba album uko nazo, yani umeweza kuimba nyimbo
chungu nzima. Waswahili wengine wanasema hivyo. Nyimbo nyingi sana. Umehubiri, umejitahidi. Wengine wamejenga hekalu, wengine wamejitoa viti vya kanisa, wengine wamejitoa vyombo vya kanisa, wengine wamefanya nini, lakini wanafanya hayo yote juu ya moyo unaogawanyika. Hiyo ni dawa, hiyo samahani. Hayo ni magonjwa yanayofisha. Moyo uliogawanyika ni magonjwa ya kiroho yanayofisha. Ndio maana mtazamaji wangu, kwa muda huu nikwambie, yeye asetaye, yeye anayevunja vipande vipande, ameinuka mbele yako, amepanda mbele yako. Kanisani unamoishi, kwenye unakohubiria, unakoimba, unakokaa na unakoishi, shetani anakunyemelea tu polepole. Anakunyemelea polepole. Inabidi Mkristo mwenzangu, au wewe mcha Mungu kwa imani zingine, hebu nikwambie ya kwamba, kumbuka ya kwamba vita tunavyovifanya, tunapigana na adui muovu, shetani, ambaye anaseta vipande vipande ili umshinde. Dawa ni hii tumeleta. Soma hili fungu vizuri. Yeye asetaye vipande vipande amepanda mbele juu ya uso wako ili umshinde. Fanya mambo ine. Dawa kwa kuelekea kabisa mwisho wa somo nichikuandaa. Fanya mambo ine, ndo utapona moyo unaogawanyika. Ndo utamshinda shetani ambaye ndiye analeta mizizi mibaya hiyo ndani ya mtu. Ni zishike silaha. Hiyo ni 1. Hiyo ni 1. Ilinde njia. Hiyo ni 2. Vitie nguvu viuno vyako. Hiyo ni 3. Na 4, uongeze sana uwezo wako. Uongeza uwezo wako sana. Mungu atusaidie sana. Mtazamaji unayenitazama kwa muda huu, ni kwamba lazima ushike silaha. Silaha ya Mkristo ni kusoma maandiko matakatifu. Silaha ya Mkristo ni maombi. Silaha ya Mkristo ni kupenda kushaurika. Silaha ya Mkristo pia ni kupenda kutembea pamoja na Mwokozi. Shika silaha zako. Kama hauna Biblia, nunua Biblia. Kama una Biblia lakini hauna nia ya kusoma, omba Mungu akuwezeshe kusoma Biblia, maandiko matakatifu. Ndiyo, enda ombea faragani, dai nguvu ya Roho Mtakatifu. Jameni, hiyo ndiyo hali ya kuweza kupona udhaifu huu wa kiroho. Tukisonga mbele katika jambo la pili, wanasema ilinde njia. Njia katika Yohana 14 mstari wake wa 6 wanakuambia nini? Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Katika matendo yako unayoyafanya siku kwa siku, uko pamoja na Yesu Kristo? Yesu yuko karibu yako kweli? Na Yesu akiwepo, kiburi kitakuja? Hapana. Yesu akiwepo, utawatusi watu? Hapana. Yesu akiwepo, utafanya ubaguzi wa kabila? Hapana. Yesu akiwepo, utakuwa mtu wa majivuno, majivuno? Hapana. Ilinde njia. Kuna wengine njia zao za kuomba hata zimeshafutikana, haziko tena. Maombi hizo njia zimeshaota majani, nyasi imeshaota, wengine kuti imeshaingia. Hawailinde njia. Linda njia yako. Na njia wanayoisema sio hiyo ya biashara, sio hiyo ya kwenda shambani, ya kwenda kufanya kilimo, ya kwenda kubai kununua. Hapana. Ilinde njia ya imani. Njia, jameni, ni amri 10 za Mungu. Yesu alilinda njia, alitii amri 10 za Mungu. Kumbuka ya kwamba hauwezi kumshinda shetani na hauilinde njia. Na hauwezi kuilinda njia ukiasi amri za Mungu. Zinaandikwa wapi? Kutoka 21 endelea hadi 17. Utazipata hapo vizuri. Ilinde njia, jameni. Moyo uliogawanyika, unampenda Mungu lakini unakataa amri zake. Kuwa njia panda, unaimba Mungu lakini unavunja amri zake. Hapana, ilinde njia. 3, vitie viuno vyako nguvu. Yani ni kusema ni Waefeso 6:10. Waefeso 6:10. Kuna silaha za Mkristo na mivalio ya Mkristo, na ngao ya imani, na chapeo, na viatu. Unaona? Ndio maana unaalikwa mpendwa mtazamaji, katika mwisho wa somo letu,
Soma hizo fungu. Waefeso 6 mstari wake wa 10 au fungu lake la 10 au fungu lake la 10. Wanakwambia nini unajua? Ni silaha za Mkristo. Wakristo wengi wameshapoteza silaha zao. Hawajali tena mambo ya wokovu. Hawajali tena mambo hata kuyaangalia mavazi ya kiroho. Hawajali. Wanasema tu wanaenda mbinguni. Sigara navuta, pombe anakunywa, kuzini anazini, lakini anaenda mbinguni. Kusema uongo, uizi kanisani, ni mnyang'anyi, ni muda. Yani vitie viuno vyako nguvu, au uwe kabisa umejipanga vizuri. Niseme jambo la 4 katika hali ya kumshinda shetani nikimaliza somo. Wanasema ongeza uwezo wako sana. Huu uwezo wa kiroho, Wakristo wengi ni wadhaifu. Wakristo wengi hawana nguvu. Wengi wameregea. Wengi hawajiombei. Wanaenda kuyaomba maombi kwa watumishi wa Mungu. Lakini hebu nikwambie, nani mtu anayeweza enda mezani anakula wewe unashiba? Umeshaona mtu mwingine anakula alafu unashiba? Anakunywa alafu kiu yako inaisha. Anavaa alafu wewe unaisha, baridi yako inaisha. Anasinzia alafu unapumzika. Yani wewe Mkristo, ili limeshaleta udhaifu sana ndani ya Wakristo. Sababu gani? Ya kutojiombea wao wenyewe. Hebu nikwambie ya kwamba ndio wanaweza kukuombea watumishi wa Mungu, lakini haiwezi tosha ile maombi ya watumishi wa Mungu bila wewe kuchangia. Kuwa na nafasi katika maombi. Ongeza sana uwezo wako katika kulisoma neno la Mungu, katika kuwa na maombi ya faragani, katika kuhudhuria mikutano ya kanisa, katika hata kama ni uimbaji. Pandisha sana kabisa uweze kunyosha na kusafisha sana kipawa chako ili kiweze kumtumikia Mungu. Somo letu ambalo lilikuwa linasema kuhusu hatari ya kuwa njia panda linafika mwisho wake. Ni kuandae mpendwa mtazamaji, usiwe na nia mbili. Usifurahie kuwa, nikukumbusha mambo matatu. Usifurahie kuwa kanisani, useme umeokoka lakini matendo yawe contrary, yawe kinyume. Hapana. Pili, usiwe Mkristo anayekuwa kanisani uishi kama Yuda aliyependa pesa haramu. Mtu anayependa sifa ambazo hata hana matendo ya hizo sifa. Ambaye anapenda Ukristo wa mdomo tu, wa maneno tu, porojo. Hapana. Usiwe Mkristo kama Yuda, kupenda cheo, heshima, nafasi za mbele na mengi mengineo. Na la tatu, usiwe kama Anania na mkewe Safira, waliokuwa pamoja na mitume wakafikiria kwamba wanamdanganya Petro, na wewe unawadanganya waimbaji, watumishi, mapadri, nini. Eti hapana. Usiwe kama Anania na Safira. Na mwisho, usije ukajipata umekuwa adui wa msalaba wa Kristo. Roho Mtakatifu akusaidie kuyasikia haya machache katika somo hili. Ukimbie hatari ya kuwa na nia mbili. Niombee na mimi nikuombee katika jina la Yesu. Amen.